Sana kwa majina naitwa Mutuli Nkombe ambaye nilikuwa ni mtiania kwa jimbo la Njombe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia namshukuru kwamba nilikuwa ni miongoni mwa nilishika nafasi ya pili katika kutiania. Mimi naamini kwamba Njombe kwa sehemu kubwa sisi ni wakulima. Kwa hiyo ukizungumzia maendeleo ya Njombe lazima yanahusiana na nini? Na kurahisisha mifumo mbalimbali inahusiana na nini? Na kilimo. Jambo la kwanza ni uhakika wa soko. Wana Njombe wote wanahitaji uhakika wa soko la mazao yao, kwa sababu wengi ni wakulima wa viazi, ni wakulima wa parachichi, lakini pia ni wakulima wa bidhaa mbalimbali za misitu. Kwa hiyo tukiweza kuwasaidia katika kutatua changamoto ya soko, ni kweli sio kwamba wana Njombe wengi watakuwa na maisha bora, na mkoa wa Njombe utapiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Lakini pia jambo la pili, licha kuwa ni wakulima, lakini pia ni wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanategemea sana miundombinu iweze kuwa bora. Kwa ndio maana mimi namshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofika Njombe, kati ya vitu ambavyo alizungumzia kuhakikisha kwamba barabara hizi ambazo ni barabara kubwa za kimkakati zinakamilika kwa wakati, hasa katika awamu yake ya pili endapo wananchi watamchagua. Kwa hiyo ningependa kutumia fursa hii kuongea na wananjombe na Watanzania kwa ujumla, tuweze kuendelea kuwa na imani na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tuendelee kuwa na imani na Chama chetu cha Mapinduzi, kwa sababu ukiangalia kwa kazi zinazofanyika na ambazo zinaendelea kufanyika sio za kubeza. Nyingi zimefanyika na zinaendelea kufanyika, na maendeleo ni hatua, na ndio maana hata leo hata taifa la Marekani bado kuna watu wanahitaji maendeleo. Na sisi taifa bado ni changa. Kwa hiyo ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo ninachoomba watu wote kwa pamoja tuweze kushirikiana tukapige kura. Sababu kura ndio inaenda kuamua maendeleo yetu, sio maandamano. Kwa hiyo niwahamasishe wananchi wenzangu wote tukapige nini? Kura. Tumpatie rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kura nyingi za kishindo, lakini pia tukipatie chama chetu cha CCM kura za kishindo ili wakaweze kuendeleza kufanya mazuri wanaenda kuyafanya. Asante. Swala la uwanja wa ndege unalizungumziaje kwenye maendeleo ya mkoa? Swala la uwanja wa ndege na lenyewe pia ni swala nyeti, kwa sababu ukizingatia, angalia hata mikoa mingi ina viwanja vya ndege. Kwa hiyo Njombe tunachelewa kutokuwa na uwanja wa ndege. Kwa hiyo ndio maana ninaamini ni jambo la muhimu sana, lakini kwa sababu liko kwenye mikakati na limeshaahidiwa, muhimu kubwa kwa sisi wananchi sasa hivi ni kupiga kura. Tukishapiga kura sasa tuanze kumdai rais kwamba ulituahidi uwanja wa ndege wa Njombe utakamilika. Tunaomba uweze kukamilika. Tufanye kwanza afu tudai. Naitwa Elemina Leonard Kaugo. Matamanio yangu kwa mkoa wa Njombe, tunahitaji maendeleo na tupige kura kwa wingi sana kwa zawadi yenu. Taarifa za kujengewa barabara za lami, wewe nimepokea vizuri sana. Asanteni sana. Sasa hali ikoje ya barabara? Kwa sasa hali sio nzuri sana, ila tunaomba utekelezaji watusaidie ili tupate lami nzuri bila kuchelewa. Usafiri huo tu unasafiri kwa urahisi. Na unamzungumziaje mbunge ambaye anaomba nafasi tena kwa kipindi chake, yepi ambayo unaona ameyafanya na una imani naye kwa kiasi gani kwa yajayo? Nina imani kubwa sana kwa sababu maendeleo kwa kijiji cha hiki cha Kambarage amefanya mambo mazuri sana, ametujengea shule, mahitaji mengi ametoa. Kwa hiyo tunapenda yani apate kura nyingi za kutosha, lakini za vishindo. Shukrani. Ni zipi na ni kwa kiasi gani wagombea udiwani na ubunge wamegusia kwenye mkutano wa huu wa leo? Kiukweli kwanza nianze kwa majina. Kwa majina naitwa Edgar Ferdinand Ngala, jina maarufu Lusungu Nahala. Kwa changamoto ambazo zilikuwa Kambarage zilikuwa ni kazi wa kazi, ambayo ilikuwa ni maji, ilikuwa ni usumbufu, ikawa umeme, ilikuwa ni usumbufu, ikawa mitaa mipya, ikawa pia isaminiki. Lakini kwa tulipokuwa na huyu mbunge pia na rais kwa ujumla, changamoto hizo ziliweza kutatuliwa japo kwa wakati, pia na barabara mitaa mipya ilikuwa imejaribu kuhiririwa sana, hatukuweza kufikiwa. Lakini kwa wakati huu tukapewa nafasi kusema mbunge kwa sauti yake au wakati mwingine kwa nguvu yake na barabara, hususan mimi mwenyewe nayeongea nyumbani kwangu mimi ni mtaa mpya, lakini nimekuwa na barabara. Shukrani sana. Kule Mji Mwema, mitaa ya Ramadhani, tumefungua barabara urefu wa kilomita 30 kwa kutumia juhudi binafsi za mbunge. Hapo vipi? Kwa hiyo zoezi hilo
lina maana kubwa, lina maana kubwa, kwa sababu wengine wanasema sasa mbona hatuoni wetu changarawe na mifereji? Ndugu zangu, barabara hizo zinatakiwa zishughulikiwe na TARURA. TARURA hawawezi kushughulikia kwa sababu hazimo kwenye mfumo. Kwa hiyo kazi yangu mimi mbunge ilikuwa kusaidia ili barabara hizo zitambulike, ziingie kwenye mfumo na zianze kupangiwa bajeti kwa siku za mbele. Kwa hiyo kazi yetu sasa kwa kwenda mbele, ili mradi tumeshazifungua, ni kutafuta pesa kwa kusaidiana na diwani ili sasa ziingie kwenye mifumo ya bajeti kwa vile zimetambulika. Wenyewe wanasema zisome. Ukiwauliza zamani walikuwa wanasema hizi hazisomi kwenye mfumo, hatuzitambui. Sasa tumewalazimisha, wamezitambua, watazipangia bajeti na tutawasimamia waendelee kuzipangia bajeti ili ziendelee kuimarika na zipitike muda wote. Hizo ni barabara za mitaani. Ndugu zangu, tuna barabara kubwa zinazopita kama hii iliyo mbele yetu. Niliwaahidi na niliwaeleza wana Kambarage kwamba tutakuwa na mpango mkubwa wa lami ndani ya mji wa Njombe. Kwa kuanzia, hatukuanzia na huku, tumeanza na maeneo ya mjini. Tumepiga lami kilomita 17 ndani ya miaka mitatu. Jamani, nyinyi ni mashuhuda, kweli si kweli? Jamani, kweli si kweli? Tumepiga kilomita 17, tumetumia bilioni 10. Ilikuwa ni moja ya vipaumbele vyangu kuhakikisha tunainua hadhi ya mji wa Njombe. Ndugu zangu, kimkakati sisi tunataka kuwa manispaa ya Njombe. Ili uwe manispaa kuna vigezo. Kigezo kimojawapo ni lazima uwe na barabara za kiwango cha lami zilizo nyingi kwenye mitaa mikubwa karibu yote. Kwa hiyo tumeingiza fedha nyingi kwenye barabara. Sasa barabara nyingi zina lami, lakini hatujaishia hapo. Tumetafuta mradi mwingine na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Alitusikia tukapata mradi mwingine mkubwa ambapo sasa barabara 8 zimeingia kwenye mpango wa lami. Na ndugu zangu, niliwahakikishia Kambarage hatutawaacha, Igeleke hatutawaacha. Na sasa wote ni mashuhuda, ndani ya kata yetu, ndani ya mtaa wetu tuna barabara kubwa 2 ambazo zimeingia kwenye mpango mkubwa wa lami. Tunapiga lami na sasa hatuongei maneno tena. Wakati nasema wengine walidhani natania. Sasa tumeshajionea barabara hizo. Moja ni kuanzia Chaukingi, tutakuja nayo mpaka hapo Nzegerendete, tunakuja upande wa huku. Na niliwatania hii barabara ilikuwa iendelee Magoda, nikageuza nikasema ije huku, ipite huku, iende mpaka mwisho pale Kambarage, iende mpaka Masaki, ipigwe lami ya uhakika. Na mkandarasi ameshaanza kazi. Barabara ya pili wote mnaijua. Tumesema kuanzia hapo kwenye junction ya Magereza tunateremka na barabara ya lami Igeleke, tunapandisha mpaka pale darajani, tunakwenda Matalawe, tunakwenda kuunga na lami ya kule juu. Hapo vipi? Sasa hizi barabara wakati naziongelea wengi mlidhani utani. Nikasema hii vumbi tunayokula hapa tunakula ya mwisho mwisho, kwa sababu tuna mpango mkubwa. Sasa hivi hizo barabara hazipo kwetu tena, zipo kwa mkandarasi, ana mkataba, anatakiwa ndani ya mwaka atupe lami hapa. Kwa hiyo wote tuwe macho tukiona jambo hili linakuja. Lakini mambo haya hayaji bure. Ukiona vyaelea